얼마 있지 않으면 지금 세계 선교 대회가 열립니다. Mara baada ya muda mchache kutakuwepo na conference ya missionary duniani. 우리가 무엇을 해야 되고 그들에게 전달해야 되는가? Sisi tunapaswa kufanya nini na kuwajulisha hawa kitu gani? 어떻게 어떤 응답을 받아야 될 것인가? Hawa wanahitaji kupata majibu gani na hayo majibu wayapate vipi? 안디옥 교회가 한 일이기 때문에 굉장히 중요한 것이 됩니다. Kwa sababu ni jambo ambalo lilifanywa na kanisa la Antiokia, hiki ni kitu cha muhimu sana. 그런데 지금 이스라엘은 40년 동안 지금 길을 가고 있습니다. Sasa hivi wana wa Israeli wanatembea njia hii kwa miaka 40. 그 이유는 모든 것을 준비시킨 것입니다. Sababu ni kuandalia na kuandaa kwenye vitu vyote. 사람이 아무리 힘을 써도 출애굽은 하나님의 뜻이요 가나안 정복은 하나님의 뜻입니다. Mwanadamu hata awe na nguvu namna gani, kutoka Misri na kuingia Kanaani ni mapenzi ya Mungu. 가나안 가서 세계 복음화도 하나님의 뜻입니다. Hata kuingia Kanaani kufanya uinjilishaji wa dunia, haya ni mapenzi ya Mungu. 그래서 우리 선교대회에서 이 언약을 준비를 해야 되겠습니다. Basi lazima tuandae hili agano kwenye conference ya wamissionari. 지금 전국 세계에서 영상으로 예배 같이 드리는 분들이 있습니다. Sasa hivi kwenye hii nchi na hata duniani kote wapo watu ambao wanaabudu na sisi kwa njia ya video. 상황이 좋지 못하여 어려움 속에서 예배 드리는 분들 많습니다. Wapo hata watu ambao hali sio nzuri, wapo kwenye mazingira magumu ambao wanaabudu pamoja nasi. 어떤 교회는 목사님이 없어서 우리 교회 영상을 같이 지금 구역공과부터 같이 드리고 있습니다. Kuna makanisa mengine kwa kutokuwa na wachungaji wanaabudu na sisi sasa hivi kwa njia ya video, kuanza na ile baada ya kanda. 어려움 가운데 견디면서 이렇게 하는 분도 많습니다. Na wapo watu katika mazingira magumu wanapambana hizo hali huku wanasikiliza ibada hii pamoja nasi. 오늘 제 설교를 듣지 마시고 하나님의 말씀을 확인하셔야 됩니다. Leo sisikilize mahubiri yangu, hakikisha neno la Mungu hakiki. 지금 이스라엘은 광야길을 가고 있습니다. Sasa hivi wana wa Israeli wanatembea njia ya jangwani. 광야길은 위험합니다. Njia ya jangwani hii ni ya hatari. 또 힘듭니다. Ni njia ngumu. 자연의 위기도 있습니다. Hata zipo hatari za kiasili. 밤에는 춥습니다. Usiku ni baridi. 낮에는 너무 덥습니다. Na mchana ni joto sana. 또 어떤 이상한 족속이 쳐들어올지도 모릅니다. Alafu hawajui ni wakati gani kabila gani litakuja kuwavamia. 이게 광야입니다. Hili ndilo jangwa. 또 더 문제는 눈에 안 보이는 영적인 흑암이 덮여 있는 곳이 광야입니다. Lakini tatizo kubwa zaidi ni mamlaka ya giza ambayo imelifunika hili jangwa bila kuonekana kwa macho. 이게 무시무시한 사탄의 망대가 서 있는 곳이 광야입니다. Eneo la jangwani lina ngome kubwa sana shetani ambayo imeimarishwa huko. 눈에 안 보이지만은 이 사단은 함정, 털, 올무를 만들어 사람을 고통 속으로 보내는 겁니다. Ingawa kwa macho onekana, lakini shetani anaongoza watu kwenye machungu makubwa kupitia mashimo, uigo na hata mitego. 저 파나마의 박근홍 선교사님이 오지 광야로 안 가봐서 모른다는 게 사람들. Missionary Park wa kule Panama alisema watu hawajui eneo la jangwa na namna gani hawajawahi kufika huko, ndio maana. 한마디로 무시무시하다. Kwa maneno mengine ni eneo baya, kali sana, gumu. 어지간한 사람 들어가지도 못해요. Watu wa kawaida hata kufika huko hawawezi kwenda. 그리고 눈에 안 보이는 흑암 정치들이 덮여 있기 때문에요. 그걸 좀 통과해야 되는 거예요. Kwa sababu ni eneo ambalo limefunikwa na mamlaka ya giza, lazima kuvuka hilo eneo. 더 무서운 거는 그게 아닙니다. Cha kuogofya zaidi sio hicho. 이스라엘의 불신앙입니다. Ni uasi huu wa wana wa Israeli. 가나안 땅 반드시 들어갈 것인데 자꾸 환경 때문에 어려워하는 거예요. Lazima wataingia jangwa, lakini kwa sababu ya mazingira yao wanakuwa na hali ngumu eti. 하나님의 능력으로 함께하겠다고 했는데 자기의 연약 때문에 자꾸만 불신앙하는 겁니다. Mungu aliahidi atakuwa nao kwa nguvu zake, lakini kwa sababu ya udhaifu wao wanakuwa na uasi hawa. 하나님의 언약은 반드시 성취되는데 자꾸 사람 때문에 갈등하는 겁니다. Agano la Mungu lazima lisemeke, lakini kwa sababu ya watu tunakuwa kwenye migogoro. 이때 주신 말씀. Wakati huu anawaambia neno hili. 오늘 뭘 설명했습니까? Leo anaelezea kitu gani? 언약궤를 만들어서 언약궤 따라가라는 겁니다. Mtengeneze sanduku la agano alafu mlifuate sanduku la agano.
말씀 따라가라는 거예요. Maana yake nini? Kufuata neno la Mungu. 그걸 정확하게 설명하는 겁니다. Anaelezea kwa usahihi kabisa, kwa ukamilifu. 이 언약을 놓치면 광야에서 불신앙하다 죽는 자들의 소리를 듣게 돼요. 하나님의 말씀 따라가라. Mkipoteza ile agano na uasi kule jangwani, mtakufa. Lazima kulifuata neno la Mungu. 쉽게 말하면 증거를 따라가라. Kirahisi maana yake nini? Nifuateni shuhuda. 이 언약을 오늘 여러분이 잡으시고 각인시켜야 됩니다. Leo mkamate ile agano na kuweka uchapaji ndani yenu. 주일날 사람 얘기 많이 하지 마세요. 그러면 예배드리는 의미가 없습니다. 각인시키세요, 말씀을. Jumapili msiongee maneno mengi ya watu, kwa maana hiyo hamtaweza 어떤 kupata 기준이 uchapaji. 보세요. Angalieni ishara gani zinakwenda kutokea. 이걸 다 놓칩니다. Watu wote wanapoteza kitu hichi. 마귀는 여러분에게 뺏어갈 것이 이제 없다는 걸 알고 예배를 뺏어갑니다. Ibilisi anajua hana kitu cha kunyang'anya ninyi, anakwenda kunyang'anya ibada tu. 매주 듣는 설교와 예배를 말씀 각인 못 시켜버리면 예배 들으려만 알아요. Usipoweka uchapaji neno la Mungu ambalo unasikia kila siku, haitakuwa na maana kuabudu au kuto kuabudu. 근데 이 언약은 우리하고 생각이 다를 때가 너무 많습니다. Lakini ile agano hili linakuwa tofauti mara nyingi na mawazo yetu. 아담이 범죄했는데 하나님은 말도 안 되는 소리를 했잖아요. Adamu alifanya makosa, lakini Mungu akaongea maneno ambayo hata hayazungumziki. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Uzao wa mwanamke atakuja atakiponda kichwa cha nyoka. 말 됩니까? Maneno 이런 yanazungumzika. 말을 모르면 증거 다 놓쳐요. Kama hujui jambo hili, basi unapoteza shuhuda zote. 가인이 범죄인데 흰 돌을 주면서 피하게 만들어줬어. Wakati Kaini amefanya makosa, anapewa jiwe jeupe, anafanywa aweze 흰 kuepuka. 돌이 뭡니까? Jiwe jeupe maana yake nini? 우리는 언약의 증거를 잘못하면요 다 놓칩니다. Tusipokamata ile agano, tutakuwa tunapoteza vitu vyote. 세계 복음화 언약 잡았는데 고통만 계속 와. Walikamata agano la ushauri dunia, wakakutwa na mateso tu bila kukoma. 나중에는 죽게 됐어. Na kule mbele wengine mpaka wakafa. 뭐라고 해석할 겁니까? Unatafsirije jambo hilo? 그 인물이 요셉과 모세입니다. Hawa ni Musa na Yusufu. 거의 인생 절반을 쫓겨다녔어요. Alitembea maisha ya karibu nusu akifukuzwa. 누굽니까? Nani huyo? 다윗입니다. Huyu ni Daudi. 근데 다윗은 속질 안 했어요. Lakini Daudi hakudanganyika. 여러분 확실한 증거를 붙잡아야 돼요. Lazima ninyi mkamate shuhuda zenye uhakika. 그래서 참 성공이 뭡니까? Ndio tujiulize mafanikio ya kweli ni yapi? 렘넌트 보도 얘기입니다. 참 성공이 뭐죠? Leo ambia Remta kuuliza mafanikio ya kweli ni yapi? 제가 아는 분은요. 최고 대학을 나왔어요. Kuna mtu ambaye mfahamu amehitimu kwenye chuo bora kikuu kuliko vyote. 최고의 회사 취직했어요. Na kaajiriwa kwenye kampuni bora kuliko yote duniani. 그래서 많은 부러움을 받고 잘 살고 있어요. Akawa anaishi vizuri huku watu wakimuonea wivu, akilishi vizuri. 그 사람들이 받는 월급이 정해져 있어요. Na mshahara wake tayari umekwisha kuamuriwa. 근데 세계복음은 못해요. Lakini huyu hawezi kufanya uinjilishaji wa dunia. 그렇죠? Si ndio? 세계복음 할 수 없는 건 성공 아니에요. Kama huwezi kufanya uinjilishaji wa dunia, basi hayo sio mafanikio. 그러면 애굽이 성공한 겁니까? Sasa basi Misri ilikuwa imefanikiwa? 아니잖아요. Hapana. 바벨론이 성공했습니까? Je, Babeli ilikuwa imefanikiwa? 아니잖아요. Hapana. 세계복음을 할 수 없는 것은 성공 아닙니다. Kama huwezi kufanya uinjilishaji wa dunia, basi hayo sio mafanikio. 그래서 여러분은 오직의 증거를 가지고 가야 돼요. Lazima ninyi muwe na shuhuda za pekee, alafu muondoke nazo. 그러면 오늘 언약궤를 따라가는 이 어떤 증거를 붙잡아야 되냐? Basi kama ni hivyo, kwenye kufuata sanduku la agano unapaswa kukamata shuhuda gani leo? 첫째입니다. Kitu cha kwanza, 오늘 주신 말씀 속에서 영원한 것을 간직해라. katika neno la Mungu leo tupatie, lazima kuhifadhi na kutunza kitu cha milele na milele. 없어질 거, 사람 거 말고 영원한 것을 간직해라. Achana mambo ya kupotea, mambo ya watu, vitu vya milele viweke na kuhifadhi. 1절에 조각목으로 만들었다. Mstari wa kwanza anasema utengeneze kwa mti wa mshita. 그것은 썩지 않는 나무의 치를 내서 만들었다. 그 말이에요. Tengeneza kwa mti ambao usiooza, usioharibika, maana yake niyo. 이 안에는 영원히 변치 않은 하나님의 말씀이 돌에 새겨져 있어요. Ndani yake kulikuwa kuna neno la Mungu limeandikwa kwenye mawe, neno la Mungu lisibadilika milele hata milele. 왜 예배드립니까? Kwa nini tunamwabudu Mungu? 레위 지파 아론이 지팡이를 땅에 꽂았는데 싹이 났어요. Huyu Haruni wa Walawi alichomeka fimbo yake ardhini ikaleta machipukizi. 뭐죠? Hicho ni nini?
예배를 통해서 말씀을 통해서 생명이 싹이 나는 것을 기억해라. Kumbukeni kwamba kupitia ibada neno la Mungu machipukizi ya uzima yanatokea. 아론의 지팡이도 아닙니다. Hata sio fimbo ya Haruni. 근데 그 지팡이가 그 안에 들어 있어요. Fimbo ya Haruni ilikuwa ndani ya sanduku la agano. 여러분이 죽음을 만나게 되면 하나님은 더 잘 알고 계십니다. Ukikutana na mauti na kifo, Mungu anajua zaidi hizo hali zenu. 그때 하늘에서 만나를 내린 겁니다. Wakati alishusha mana kutoka mbinguni. 그 항아리가 담배입니다. Na ndani kulikuwa kuna chombo cha zile mana kwenye sanduku la agano. 이 증거를 간직하라는 겁니다. Hifadhini shuhuda hizi. 그냥 하지 말고 각인 뿌리 체질을. Na msifanye tuwekeni uchapaji, mizizi na tabia. 여러분 하나만 해도 됩니다. 렘넌트들 어디가 성경 많이 읽을 시간 없어요. 공부해야 돼요. Remnant tumekufanya kitu kimoja tu inatosha. Amhitaji kwenda mahali kusoma Biblia sana, mnahitaji kusoma ninyi remnant. 렘넌트가 주일날만 와서 예배 제대로 드려버리면 끝이요. Ninyi remnant kiata Jumapili mkiabudu vizuri kamilifu na kuwa ni mwisho kwenu ninyi. 이걸 어떻게 보면요 모든 프로그램을 다 막아버리잖아요. Ukiangalia program mbalimbali zinazuia jambo hili kutokea. Lazima tufungue macho yetu. 그러니까 내가 매번 얘기했잖아요. 록펠러 어머니가 그 이제 사업시장 아들 보고 얘기했잖아요. Nimeongea mara kadhaa mama yake na Rockefeller alivyokuwa anamwambia mwanae. 그 어머니가 몇 가지 한 얘기가 세 가지 얘기했잖아요. Na mama yake aliongea vitu vitatu, aliongea vitu vitatu. 너는 교회 가거든 사람의 얘기와 사람의 말 듣지 마라. Ukienda kanisani usiongee maneno ya watu, wala usisikilize maneno ya watu ukienda kanisani. 너는 예배 1시간 전에 가서 기도해라. Nenda kanisani lisali moja kabla ibada, muombe Mungu kwanza. 너는 그 말씀 붙잡은 거로 종일 일주일도 남도록 기도해라. Alafu muombe Mungu siku nzima na wiki nzima kwa kamata la Mungu ambalo utakuwa umelipata. 사업하는 사람은 돈을 많이 벌어서 헌금하는 것이 성전이다. Watu wanaofanya biashara kwa pesa zao wanazozipata na kutoa sadaka, huo ndio misheni wao. 진짜 그렇게 했어요. Kweli alifanya hivyo huyo. 그래서 그것만 했는데 기적이 나잖아요. Ndio alifanya hivyo tu, miujiza ikatokea. 그 사람 사업 목록 책이 이리 두고요. Na biashara yake ilikuwa imejaa kwenye kitabu fulani ni nena na hii. 할 때는 그 사람의 사인 없이는 대통령도 못 썼다납니까? Kuna wakati bila saini yake mtu alikuwa hawezi kuwa rais kule Marekani. 그만큼 큰 거예요. Kwa kiwango hicho alikuwa na kazi kubwa. 대학만 24개 세웠어요. Aliimarisha vyuo vikuu 24. 교회 2,000개 세웠어요. Akajenga makanisa 2000. 각인 뿌리 체질시켜라. Weka uchapaji, mizizi na tabia. 여러분 두려워하지 말고 염려하지 말고 하나님의 언약의 말씀을 지금 흐르고 있는 이 말씀을 각인 뿌리 체질하시게라. Ninyi msio na wasiwasi wala waweka kini uchapaji, mizizi na tabia kwa neno la Mungu ambalo linatembea kwenye mkondo wake. 그리고 후대에게 전달해. Alafu wajulisheni vizazi vinavyokuja. 그 말이 2절 5절 보세요. Angalia maneno mstari wa 2 na 5. 정금으로 태를 만들고 Akalifunika kwa dhahabu. 금고리 4개 만들고. Akatengeneza pete 4 za dhahabu. 이 무슨 말입니까? Maana yake nini maneno haya? 멜 수 있도록 양면에 고리를 두고 Akaweka kila sehemu ili waweze kulibeba. 이 성막과 언약궤를 가지고 가라는 겁니다. Maana yake nini? Muende na ile agano, na ile sanduku la agano. 후대에게 전달해라. Wajulisheni kizazi kinachokuja. 다른 거 아니어도 Mengine hata msifanye hakuna shida. 후대에게 영원한 언약의 말씀을 각인시켜라. Wekeni uchapaji kwa vizazi vinavyokuja cha milele na hata milele. 그게 중요한 시작이 됩니다. Huu unakuwa mwanzo wa muhimu. 두 번째입니다. Kitu cha pili. 오늘 이 설명에는 뭐가 들어있어요? Kwenye maelezo haya kuna kitu gani leo? 6절에는 속죄소가 나옵니다. Mstari 6 anaelezea kiti cha rehema. 예, 속죄소. Kiti cha rehema. 반드시 찾을 것을 지금 이야기합니다. 언약의 중심이 뭐냐? Lazima lazima kitu cha sisi kutafuta kini cha sanduku la agano ni nini? 속죄소가 뭡니까? Kiti cha rehema ni nini? 복음 중심으로 언약을 따라가라. Fuateni agano kwa msingi wa Injili. 다른 거는 헛일입니다. Mengine yote hayana maana. 다시 얘기합니다. 못 알아들으면 유럽 교회처럼 문 닫습니다. Narudia tena, msipoelewa mtafunga milango kama makanisa ya Ulaya. 모르면 미국 교회처럼 문 닫습니다. Mtafunga milango kama makanisa ya Marekani. 닫아요. 한국 교회 지금 문 닫기 시작했습니다. Sasa hivi makanisa ya Korea yameanza kufunga milango. 우리가 편지를 보낼 때 주로 뭘 봅니까? Tunapotuma barua huwa tunaangalia kitu gani?
편지 받은 사람이 뭘 봐야 돼요? Anayepokea barua huwa anaangalia hasa kitu gani? 짜잘한 말, 뭐 단어 같더니 글자 티 같더니 이런 거 보는 사람은 그 진짜 바보 같은 사람이 편지를 보냈을 때는 보내는 사람의 내용이 있는 거예요. Mtu anaangalia ile barua hati yake na maneno madogo kule ambaye yameandikwa anakuwa kama mpumbavu. Mtu lazima angalie dhumuni la ile barua. 하나님이 말씀 주신 것은 복음 중심으로 가라. Mungu yuko tupatie neno lake ili tuweze kwenda kwa msingi na kiini cha Injili. 더 중요한 거 이스라엘 민족 살려야 돼. 전도 중심으로 가라. Cha muhimu zaidi lazima kuokoa na lazima waende kwa kiini cha uinjilisti. 2절 3절에 정금으로 태를 만들고 금으로 고리로 내군데 만들었으니 이동해서 가라. Mstari wa 2 na 5 anaelezea waende mara baada ya kutengeneza sehemu zote 4 kwenye sanduku la agano. 5절에는 멜 수 있는 그걸 양면에 만들어라. Tengeneza pande zote mbili ambapo mtaweza kulibeba. 그 고리를 달아라. Wekeni hizo pete. Ameelezea kwa undani. 선교 중심으로 가라. Endeni kwa msingi wa misheni. 여러분 반드시 성취될 언약의 중심은요. 복음 중심, 전도 중심, 선교 중심. Agano ambalo kwenda kutimilika lazima liwe kwenye msingi wa Injili, uinjilisti na umisheni. 이거 놓치면 싹 다 놓칩니다. Mkipoteza kitu hichi mtakuwa mmepoteza vitu vyote. 이상한 짓을 해서 교회 붕신일 수도 있어요. 그거는 큰 문제가 돼요. Unaweza kufanya matendo ya ajabu kaleta uhamisho kwenye kanisa lako, lakini kule mbele itakuwa ni tatizo kubwa. 오늘 이거 여러분 놓치지 말고요. 딱 붙잡고 오늘 종일 기도. Leo msipoteze kitu hichi, mkikamata na kuomba siku nzima. 다음 주일 되면 말씀 성취되는 것이 보여야 돼요. 그렇죠? Wiki ijayo ikifika mweze kuona utimilifu wa neno la Mungu, sivyo? 그리고 잊어먹어도 돼요. Haya mengine unaweza kuyasahau. 아이들이 음식을 먹는데 다 기억합니까? Watoto wanakula chakula wanakumbuka chakula chote, si hapana? 아니 우리가 몸을 건강하기 위해서 무슨 보약을 먹고 도움인데 그걸 막 일일이 다 기억하고 다닙니까? 아니잖아요. Tunakula chakula kwa ajili ya afya zetu na tiba kwenye miili yetu, tunatembea tukikumbuka vyakula vyote, si hapana? 그게 내 속에 들어가 소화가 되고 나에게 도움을 줘야 된단 말이죠. Viingie ndani yangu, vimeng'enywe, viingie kwenye mwili wangu, vinipe mimi msaada hivyo vyakula. 그래서 세 번째 겁니다. Kitu cha tatu basi. 반드시 누릴 게 있어. Kuna jambo ambalo lazima sisi kulifurahia. 이 언약의 내용입니다. Yaliyomo ya agano. 언약궤가 가는 곳과 있는 그 성전의 내용입니다. Yaliyomo sanduku la agano na mahali ambapo sanduku la agano linakwenda. 8절 9절에 나왔습니다. Mstari wa 8 na wa 9 anaeleza. 속죄소 나오고요. 그룹은 천사들입니다. 그거 나왔습니다. Anaeleza kiti cha rehema, lakini pia anaelezea makerubi. 날개치면서 날개로 속죄소를 가리웠다. 그룹을 말하는 거죠. 그 내용이 나왔어요. Makerubi walikuwa wameinamia kwenye kiti cha rehema wakikifunika. Haya yanaelezewa hapa. 세 번째로 누릴 게 뭡니까? 지성소에서 내리는 보좌와 언약궤와 그 그룹, 하나님의 나라 이루는 그 능력을 누리라. Jambo la kufurahia ni uwezo wa Mungu kutoka kwenye kiti chake cha enzi kwenye sanduku la agano pamoja na wale makerubi kwenye patakatifu. 잘 알아듣지도 못하는 말인데 굉장히 중요해요. Maneno ambayo hata kuelewa singeweza kuelewa, lakini ni ya muhimu sana. 성소에서는 병들지 않고 우리 코로나 때 손부터 씻습니다. 전기를 말하는 물두멍이 있었다. Kule patakatifu walikuwa wameweka birika la maji wanao ili wasiweze kutoa na magonjwa kama ambavyo tulikuwa nao mikono kipindi cha corona. 그리스도의 향기를 나타내는 향단이 거기 있었다. Kulikuwa na madhabahu ya uvumba kwa ajili ya kuangaza uvumba wa Kristo. 그리스도의 빛을 발하는 등불이 거기 있었다. Kulikuwa na kinara cha taa cha kuangaza nuru ya Kristo kule. 이건 제가 주는 게 아니고요. 사람이 만든 게 아닙니다. 하나님께서 여러분에게 Sio mimi nawapa la watu, Mungu anawapa ninyi kitu hichi. 생명의 떡이 되는 떡상이 거기 있었다. Kulikuwa na meza ya mkate ambayo kuelezea mkate wa uzima. 그리고 모든 문제 해결되는 재앙을 막는 제단. 제단이 그 피 제살되는 제단이 거기 있었다. Kulikuwa na madhabahu ambayo ni madhabahu ya damu ambayo kwa hiyo ni suluhisho la matatizo yote. 그걸로 끝난 게 Na 아니라 mambo hayaishi hapo tu. 성전 밖에는 치유의 뜰을 만들어라. Nje ya hekalu mjenge kumbi za uponyaji. 기도의 뜰이지요. Ni kumbi ya maombi hii. 그 말은 치유하시겠다는 겁니다. Maana ni Mungu atatuponya. 이방인의 뜰을 만들어라. Tengenezeni kumbi ya mataifa. 세계 흑암을 막아 주시겠다는 Maana 겁니다. natazuia mamlaka ya giza ya ulimwengu. 아이들의 뜰을 만들어라. Tengeneze kumbi watoto. 여러분 후대에게 다 가르치고 이거 안 가르치면 잘못한 거예요. Mwafundishe wazazi wenu, msipofundisha ni makosa makubwa. 지금 아이들은 힘이 없습니다. Sasa hivi watoto hawana nguvu. 뭐가요? Nguvu gani? 영적 힘이 없어요. Hawana nguvu za kiroho. 여러분이 전달해주는 지식의 힘은 있을 수 있습니다. Huenda wakawa na nguvu za kimaarifa ambayo ninyi mnawajulisha. 우리는 큰 잘못을 하고 Lakini tukifanya hivyo ni makosa makubwa. 우리의 후대들은
어렵습니다. kizazi chetu kinachokuja kitakuwa na mazingira magumu. 우리가 지금 예배 드리고 있겠지요. 내가 지난주에 말 안 했습니까? 아주 재벌가에 참 괜찮은 사람이에요. Sasa hivi atakuwa anaabudu, niambia wiki iliyopita, huyu ni mtu ambaye anatoka kwenye familia ya kitajiri. 어른들과 부모님 때문에 죽을 뻔했다는 거예요. Anasema kidogo afu kupitia wazazi wake na watu wazima. 너무 덜붙어가지고요. Walikuwa wanamkemea na kumsukuma sana. Lazima usome kwa bidii, lazima ufanikiwe. Lazima ufanikiwe. 그 다 했다고 합니다. Anasema alifanya yote haya. 나중에 정신문제. Lakini kule mbele matatizo ya akili akamkuta mtu huyu. 문제는 그 공부해라 뭐해라 틀단 말이 아니요. 영적인 힘은 하나도 안 길러. Shida sio kumwambia usome kwa bidii ufanye vile na vile, hawakumkuzia nguvu zake za kiroho hata kidogo. 시발 사람 돌아버린 Ndio 거예요. maana akili yake ikamruka mtu huyo. 그분 간중 찌기는 했더니 병원에 누워 있는데 막 공황 정도고 살기 싫더래. Aliweka ushuhuda wake yeye mwenyewe, alikuwa hospitali hata kwa atake kuishi, alikuwa na ugonjwa wa hofu. 어느 교회 여전도 상관과 와가지고 병원에 있는데 그걸 주는데 그 받은 게 복음 편지. Kuna mwinjilisti kutoka kanisa fulani hivi ambaye alikuwa ni wa kike, nadhani alimwendea akampa barua fulani, lakini kwa kitabu cha barua za habari njema. 읽는데 하나님 말씀이 역사인. Katikati ya kusoma kile kitabu, neno la Mungu likafanya kazi kwake. 그 가는 사람이 한 게 아니란 말이에요. Sio kwamba yule alienda alimfanyia chochote. 꼭 깨달으면 제가 한 것도 아니에요. 하나님의 말씀이 역사인. Lazima ligundue si mimi nimefanya, neno la Mungu limefanya kazi lenyewe. 이걸 안 믿으니 어떻게 세상을 이기겠어요? Kama siamini kitu hicho, nasaje kushinda ulimwengu? 내 능력으로 세상을 이길 수 있습니다. Kwa nguvu zangu naweza kushinda ulimwengu, 그러나 세계복음화 못합니다. lakini siwezi kufanya uinjilishaji wa dunia. 그 능력은 한계 옵니다. Kwa nguvu zangu hizi kuna kikwazo. 하버드를 나와서 실력 갖추면 도움 됩니다. Nimetoka Harvard chuo kikuu, naweza nikawa na nguvu na uwezo fulani. 그걸로 세계복음화는 Lakini 못합니다. kwa kitu hicho siwezi kufanya uinjilishaji wa dunia. 영적 문제 못 막습니다. Siwezi kuzuia maafa. 이걸 지금 이스라엘이 심어주는 거예요. Sasa hivi kitu hichi kinapandikizwa kwa wana wa Israeli. 인정해야 됩니다. Lazima tukubali kitu hichi. 오늘 여러분이 이 기도를 시작해. Leo mnapaswa kuanza maombi haya. 간절히 해도 나에게 힘을 주옵소서. Naomba Mungu kwa moyo wa dhati unipatie nguvu hizi. 우리는 어려운 광야길을 갑니다. Mungu, tunaendea njia hii ngumu ya jangwani. 우리 후대가 광야길을 가야 됩니다. Lazima tuvije Mungu, lazima viendee hii njia ya jangwani. 이 힘을 주시오. Naomba Mungu tupatie nguvu hizi. 기도해야 됩니다. Tumuombe Mungu. 결론 맺겠습니다. Hitimisho. 여기서 중요한 게 하나 Hapa kuna kitu cha muhimu. 하나님이 없애버린 것 세 가지가 있어요. Kuna vitu vitatu ambavyo Mungu alivipoteza na akaviondoa. 저는 잘 없앴다고 생각합니다. Mimi nafikiria Mungu alifanya vizuri hivyo. 하나님이 없애버린 것 세 가지. Kuna vitatu ambavyo Mungu aliviondoa na kuvipoteza. 아주 중요한데 없애버렸어요. Ni vya muhimu sana, lakini Mungu alivipoteza. 뭡니까? Vitu gani hivyo? 언약궤입니다. Sanduku la agano. 어디로 간지 몰라. Hatujui liko wapi leo. 지금 언약궤 찾기도 머무르는 사람인데 그건 하나님 뜻하고 반대되는 거예요. Wapo watu wengi ambao wanapambana kutafuta sanduku la agano, wapo kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu aliliondoa. 신기하죠. Si jambo la kushangaza. 왜 그렇습니까? Kwa nini Mungu alifanya hivyo? 언약궤가 문제 아니고 언약을 똑바로 잡아라. Shida sio sanduku la agano, kamateni vizuri agano lenyewe. 만약에 언약궤를 안 없애면 어떻게 되죠? Kama Mungu asingelipoteza sanduku la agano, ingekuwaje leo? 어떻게 되겠냐고요? Ingekuwaje na kuuliza. 그거 언약궤 있는 데가 주가 되는 거예요. Mahali ambapo kuna sanduku la agano kungekuwa ndio bwana wa watu kule. 틀린 거예요. Sio sahihi. 굉장히 중요한 거죠. Kitu cha muhimu sana hichi. 운동 자꾸 잡으려 합니다. Watu kamata vitu ambavyo sio sahihi. 언약을 잡으라. Kamata agano. 또 하나 없앤 거. Kuna kimoja pia ambacho Mungu alikiondoa. 잘 없앴어요. 뭐 없앤 Alikiondoa, unajua ni kitu gani hicho? 하나님 뜻을 알았죠. 성경 원본 없앴어요. Mapenzi ya Mungu aliondoa ile Biblia ya awali ya asili. 놀랄 일이죠. Jambo la kushangaza eh? 근데 원본하고 똑같은 사본들이 많이 있어요. Lakini kopi zake nyingi ambazo zinafanana na ile kopi ya asili. 만약에 원본 가죽 그게 있다, 이 또 문제돼요. Kama ingekuwepo ile Biblia ya asili nayo ingekuwa ni shida leo. 사본이다, 원본이다, 그게 중요한 게 아니고 살아있는 하나님의 말씀과 그 복음을 똑바르게 붙잡아라. Haijalishi ni kopi zake au ni Biblia ya asili, kama neno la Mungu na agano lake vizuri kwa usahihi. 또 없앤 거 하나 있어요. Kuna kingine ambacho Mungu alikipoteza na kukiondoa. 뭐죠? Ni kitu gani hicho? 저는 잘 없앴다고 생각해요. Mimi nadhani alifanya vizuri. 왕이 정성을 다해서 지은 헤롯 성전 없애버렸어요. Hekalo la Herode ambalo mfalme alijenga kwa nguvu zake 그거 지금 zote. 있으면 어떻게 되죠? Kama lingekuwepo leo ingekuwaje? 잘 없앤 거요. Mungu alifanya 하나님이 vizuri. 없애버렸다. Mungu aliliondoa.
성전, 우상 신전 같은 그게 문제가 아니고 교회를 회복해라. Tatizo sio hekalu na wala matempo. Rejesha 세가지를 kanisa, 회복해라. rejesha. 금토일 시대 Rejesha 회복해라. msimu wa Jumamosi na Jumapili. 하나님 뜻이 그거예요. Mapenzi ya Mungu ni hayo. 그 이제 예수님이 예언했잖아. 이 성전은 무너질 것이라. Yesu alitabiri hekalu hili litakwenda kuanguka, 회복되지 않을 걸 약속했어요. na alitabiri na kuahidi kwamba litaweza kurejeshwa. 오랫동안 그 성전 찾기 위해서 막강한 천주교와 기독교가 찾으려고 시도했습니다. Kwa muda mrefu kanisa Katoliki lenye nguvu na Wakristo walijaribu kulitafuta ile hekalu, 심지어 아이들까지 동원해서 전쟁이 나왔어요. na mwisho walishirikisha mpaka watoto wakaingia vitani. 그게 여러분 아시다시피 십자군 전쟁 아닙니까? Hii ni vita ya msalaba kama ambavyo ninyi mnaifahamu 못 pia. 찾았어요. Lakini bado hajalipata 아직도 그들이 있어요. mpaka sasa. 하나님은 언약을 회복해라. Mungu anasema rejesha agano, 살아있는 생명의 말씀을 회복해라. rejesha neno la Mungu ambalo liko hai, 역사는 참된 교회를 회복해라. rejesha kanisa la kweli ambalo kazi ya Mungu zinatokea huko za 이 kweli. 축복이 우리의 후대에게, Hii baraka kwa vizazi vyote vijavyo, 전 다민족에게, kwa watu wa mataifa yote, 앞으로 올 5천 종족 후대에게 na kule mbele kwa vizazi vijavyo vya makabila vitano vitakavyokuja, 전달되어질 겁니다. naamini vitawafikia hawa. 이게 사실이라면 여러분은 세 가지 복을 받아요. 미리 받아요. Kama huu ni kweli, mtapata baraka tatu, mtazipata mapema, si ndio? Mapema. 우리 능력이 없기 때문에 미리. Sisi hatuna nguvu zetu, hatuwezi, ni mapema. 두 번째 뭡니까? 자, pili ni nini? 여러분 산업에 받아요. Mtapata kwenye biashara zenu, 삶 속에서. kwenye maisha yenu. 나중에 지나고 났는데 더 역사를 Na kule mbele muda ukipita, kazi ya Mungu zitotokea kubwa zaidi. 영세전에 감추어두다가 세세 무궁토에서 그 지금 나타내셨다. Amevidhirisha sasa hivi vile ambavyo vilikuwepo kabla ya milele na hata umilele. 오늘 하나님의 말씀 듣는 날이 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Nabariki leo siku yenye kusikiliza neno la Mungu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. 모든 세계교회 교회 때문에 갈등하는 분들 많아요. 말씀 듣는 시간 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Wapo watu wengi makanisani ambao wana migogoro, naomba uwe muda kusikia neno la Mungu ninyi duniani kote. 기도하겠습니다. Tuombe. 하나님께서 약속하신 언약이 주의 백성들에게 성취될 줄 믿습니다. Naamini Mungu neno lako na agano lako litakwenda kutimilika. 전달될 줄 Naamini 믿습니다. litawafikia vizazi vijavyo. 237 5천 종족에게 전달이 되어 흑암 문화가 결박되게 하옵소서. Litawafikia makabila 5,700 kutoka kwenye mamlaka ya giza. 영적 전염병이 치유되게 해 주옵소서. Tuponye Mungu magonjwa ya kiroho ya kuambukiza. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amina.